na kuichaje? Kwanza ni uhuni wa hali ya juu. Ukiwaangalia Simba mahitaji yao, ukiwaangalia bodi ya ligi mahitaji yao, utagundua kwamba Simba na bodi ya ligi wameshiriki kucheza huu mchezo wa kiuni. Ndio. Kwa nini nasema hivyo? Bodi ya ligi walisema wako kwenye uchunguzi, watatoa taarifa dhidi ya kuharibika ule mchezo. Ukiwaangalia Simba wanasema hawatashiriki huu mchezo mpaka wale waliowafanya wao uhuni wachukuliwe hatua za kisheria. Na kuuliza wewe, bodi ya ligi uchunguzi wao wametoa majibu? Majibu bado hawajatoa majibu. Ukiwaangalia Simba wale watuhumiwa na wahalifu wao wameshakamatwa? Bado. Kwa nini mchezo umepangwa? Tunawataka bodi ya ligi wawajibu Simba, wawaonyeshe watuhumiwa waliowazuia Simba. Tunawataka bodi ya ligi watoe majibu ya uchunguzi wao, alafu kipigwe. Yes. Hatuwezi kushiriki mchezo wa kiuni. Yaani Simba na bodi ya ligi wanakaa kwa pamoja, wanatengeneza uhuni. Tena uhuni wa hali ya juu. Alafu wanatuletea sisi wa kulungwa. Sisi wa kwanza kuzaliwa 35 kwa 36. Tuheshimiane. Kizinga right kama atatoka majibu Mporazi kucheza dabi ya Kariakoo. Majibu yapi yatakayotoka? Umezungumzia utafiti ambao umefanyika. Wanatakiwa watueleze. Sawa. Wakishinda wanatakiwa wajiuzuru kwa sababu watakuwa wameshindwa kusimamia mpira. Watakuwa wameshindwa kabisa kuokoa mpira wetu. Na ule mpira ujue wale wamekaa pale. Tuko Watanzania wengi sana ambao tunaweza kusimamia mpira wetu. Tena kwa uweledi sana. Wao wamekaa pale lakini wamejawa na mapenzi yao dhidi ya Simba. Mwache Simba afanye Simba samsajili. Mwache acheze mpira. Mwache ashinde kwa uwezo wake. Unambeba kwa sababu ya nini? Kwa nini umbebe? Alafu hao wengine nao mpira wetu, nataka nikwambie moja kati ya majibu ya dhuluma ni haya hapo nayaona. Majibu ya dhuluma na wale wote waliodhulumiwa, majibu yao yanakwenda kutokea tarehe 15. Ikiwemo ni Azam, mchezo wa Azam na Simba pale Amani, Mashujaa pale Kigoma, Mashujaa hapo KMC, Singida Black Star hapo KMC. Majibu yao yanatoka tarehe aina gani Kizinga? Majibu yao ni ligi inaishia hapo. Wakiwapa Simba pointi 3, wanaendelea kudhihirisha kwamba wamedhamiria kuwabeba Simba mgongoni. Unambebaje mtu na kile 800 afu mtambia Wadera unambebaje? Sasa wanakwenda kudondoka tarehe 15. Chukueni pointi wapeni Simba. Alafu muone machafuko ya nchi. Kwa hiyo eneo la mpira. Mmetangaza vita kiujumla. Vita kubwa. Vita kubwa. Hatuko tayari kuongozwa na wahuni. Kwa nini watuongoze wahuni? Mpira wetu huu, unajua moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni kivutio ni pamoja na pengine Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ameamua kutoa pesa zake akawekeza kwenye mpira wa timu zetu hizi. Hakuweka kwenye timu ya taifa juu. Ameweka kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Goli la mama limetumika. Mama ametoa milioni ngapi? Mpaka sasa hivi zimetumika bei gani? Si angetoa ile pesa akapeleka hata kwenye maeneo mengine yenye uhitaji. Sawa. Lakini ameamua kutoa kwa sababu amevutiwa na mpira ambao tuko nao. Kwa nini wewe unakaa hapo unapingana na namna ambavyo unapingana na uwezo wa mtu binafsi? Yanga wana uwezo. Wanacheza mpira safi. Niambie ni mechi ipi ambayo Yanga amebebwa? Kwamba hii hapa dakika 89 bado dakika moja mpira kumalizika, refari anaibeba Yanga. Niambie ni mechi ipi? Mwamuzi Heri Sasi kifungoni miezi 6 kushindwa kumudu mechi ya Simba na Singida. Wewe unasemaje Kizinga? Ndio hiyo mitihani ninayokuambia. Wanawatuma kazi alafu wanakuja kuwaadhibu. Tuwaambie mlichokifanya kwa Heri Sasi na nini kinatakiwa kiwakute. Heri Sasi anachezesha mchezo wa Simba na KMC. Anakuja tena kuchezesha mchezo wa pili wa Simba na Singida. Michezo miwili. Unampa refari mmoja, anayefuata maelekezo. Anakuja kuwanyima haki yao ya msingi. Singida Black Star. Simba alikuwa anakufa chuma 3-1. Lakini mwanyima haki yao leo unakuja kumfungia refari ambaye mmemwagiza. Marefari wengi tuna taarifa wanaagizwa. Kafanyeni 1 2 3. Nenda kwenye mchezo uliochezwa kule wa nusu finali. Refari alikuwa ni 3 akapata dharura. Mwamuzi wa akiba alikuwa ni Alajiga. Lakini walikuwa wanataka wamuondoe Alajiga. Wamweke refari mwingine. Kizinga mwenyekiti akakataa. Akasema atakayechezesha ni huyu mwamuzi wa pembeni. Mwamuzi wa akiba. Kizinga Simba wao wanaposti wanasema bado siku 10 na wanataka viingilio na uwanja upi ambao utachezewa dabi. Nenda kawaambie viongozi wa Yanga wamenyoka. Una Engineer Harris ni rais wa vilabu vyote barani Afrika na anachuzwa mfukoni na ni rais wa Dar es Salaam Africans. Hawezi kushiriki uhuni kama viongozi wenu. Engineer Harris anajua kabisa wana Yanga katika mchezo ule pale walikata viingilio vyao. Wewe unataka tuuze tiketi kama nyinyi mnavyofanya utapeli? Nyinyi viongozi wenu watapeli. Wale watapeli wanachama na mashabiki hata wasemi.
Simba anacheza mchezo wake na Constantine Benjamin Mkapa. Wanafungia mashabiki kuingia Benjamin Mkapa. Simba ameshauza tiketi, uongo. Wanawatangazia kwamba mtakwenda kuingia kwenye mchezo wa robo finali, si ndio? Mchezo wa robo finali Simba anacheza na Al-Masry ya Misri. Waliuza tiketi au kuuza? Waliuza tiketi. Huo ni utapeli. Simba anacheza finali ya shirikisho. Wanajua kabisa ile mchezo unakwenda kuchezwa Amani. Wanauza tiketi za Zanzibar. Mimi pia ni miongoni mwa watu waliokata tiketi. Hela yangu imekula kina Mangungu. Wao wanasubiri tiketi yangu, mmekula nyinyi wase. Wanasubiri tiketi mashabiki wa Simba huko Kizinga. Wanasubiri tiketi kutoka kwa nani? Taarifa kwa Ahmed wanasema kwamba wanamitaka watangazie kwamba kwa namna gani uwanja utatumika, lakini na tiketi pia. Waende moja kwa Ahmed sasa kwa namna ambavyo ameongea. Ahmed tunamwambia aache shobo. Acha shobo, mchezo sio wako. Huu mchezo sio wako, acha shobo. Huu mchezo sio wako. Sisi tuna vita na bodi ya ligi. Tuna vita na bodi ya ligi. Tupo kwa ajili ya kutibu kidonda, tuacheni. Yanga tupo kwa ajili ya kutibu kidonda cha nchi. Tunatakiwa Watanzania waenjoy soka. Unatoa pesa yako shilingi 10,000 unakwenda KMC kuangalia pira safi, pira burudani. Unakutana na madudu, unakutana na referee anakuja na mipango yake. Sio soka hilo. Tuacheni, tupo kwa ajili ya kutibu kidonda. Tunawataka viongozi wa bodi ya ligi wakae pembeni. Uchaguliwe uongozi mwingine kwa ajili ya kulisukuma. Kwa watu wa Simba kama mnataka tiketi, endeni bodi ya ligi. Wakawape tiketi uende tarehe 15. Mtakuwa kuna timu mnayocheza nayo. Lakini sisi tarehe 15 hatutakuwa tayari kucheza na nyinyi. Ndio kwanza usikute tutakuwa tuna safari ya kwenda Mbeya. Sisi tunajiandaa hapa na safari ya kwenda Mbeya. Tarehe 15 tunamua nanga tunakwenda Mbeya. Wakati sisi tunapanda moyo tunakwenda Mbeya. Mashabiki wa Simba pandeni madaladala kwa 600 nendeni Benjamin Mkapa. Sema mnasusia ligi Mbeya, mnaenda kufuata nini Kizinga? Tunakwenda Mbeya, nimekuambia tarehe 15 tunakwenda Mbeya. Wakati sisi tunakwenda Mbeya alfajiri. Tarehe 15 hiyo saa 10 pale Benjamin Mkapa. Wakiwapa pointi pale sisi tunatoka Mbeya tunarudi Dar es Salaam. Yaani watakapowapa pointi Simba mtageuza safari. Unaanzia pale kurudi Dar es Salaam. Ina maana ligi imeishia hapo. Kizinga, malizia neno la mwisho kwa kinachoendelea hivi sasa. Neno la mwisho nataka niwaambie Watanzania wote kwa ujumla. Dar es Salaam Africans hatumhofu Simba. Dar es Salaam Africans tuko tayari kukipiga na Simba muda wote. Ila ambacho tunasimamia sisi ni kuhakikisha kwamba ni kiasi gani haki inatendeka. Haiwezekani tarehe 8 mtu bila sababu za msingi anakimbia Benjamin Mkapa alafu na nyinyi mnakubali. Kwanza taasisi gani ina mtu anatoa taarifa kwenye mchapisho wa Instagram alafu na wewe unakubali? Kwa hiyo tuombe Tanzania, kaeni kwa utulivu. Dar es Salaam Africans tupo kwa ajili ya kutibu kidonda. Kumbukeni Simba sisi tumempiga mara 4 mfululizo, si ndio? Kwa miongoni mwa timu ambazo ni za kawaida kwetu, tukiamua hata leo tunakipiga na tunawafunga. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kutibu maradhi haya. Mnatakiwa kuona kandanda safi, sio kuona mpira ambao umejaa mazonge. Yaani unatoka huko unakwenda kuangalia mechi ya Simba na Mashujaa, alafu mwisho wa siku naona kabisa refa anafanya upuzi. Mimi nakwambia kesho Karume nenda kamchunguze sasa hivi. Akili zake haziko sawa. Nilikwambia watu wa Kigoma wamekasirika. Watu wa Kigoma wamekaa shura, wamekaa chini, watu wote wamefanya dua kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kile alichokifanya Kefa Kayombo, kwa kuwanyima haki yao watu wa Kigoma. Umeelewa? Watanganyika wote walikasirika. Nenda kamchunguze sasa hivi Kefa Kayombo. Akili zake haziko sawa. Dua za watu wa Kigoma zimefanya kazi. Kizinga, shukrani sana ndugu yangu. Asante sana.